mwana kondoo. Hilo ndio neno letu, ndio somo letu, ndio ujumbe wetu. Kitabu cha uzima, kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Sasa tuone misingi, mahala ambapo maneno haya yametoka. Katika Kutoka sura ya 32 mstari wa 31 na 32 imeandikwa kusema, walakini sasa ikiwa utawasamehe dhambi yao, na kama sivyo unifute na kusihi katika kitabu chako ulichokiandika. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Musa anasema hawa wana wa Israeli alipokuwa amepanda mlimani kwa Mungu kuongea na Mungu kwa muda mrefu, huko nyuma wakafikiria kwamba Musa amepatwa na nini, amekawia, wakatengeneza ndama, wakaanza ibada. Na Mungu alikasirishwa na kitendo hicho. Watu ambao waliona matendo makubwa, bahari imegawanyika ikawa njia kavu, wakapita kule, wameokolewa kwa mkono wa Bwana ulionyoka kutoka Misri. Lakini hawa watu ndio wamegeuka kuabudu ndama. Mungu alichukizwa sana na akaamua kuwafutilia mbali. Musa mtumishi wa Mungu anasema, kama hutawasamehe dhambi yao, na mimi uliondoe jina langu kwenye kitabu ulichokiandika. Kitabu ni hicho, usikiondoe bado, kiache. Kitabu ni hicho. Wewe ungekubali? Mhalifu kabisa, amekosa. Unajua wakati mwingine kukosea au kuimwona mtu ameanguka katika dhambi, tunaita kuanguka katika dhambi. Sio ndio ubebe bango kana kwamba umesimama kwenye lulu, umesimama kwenye dhahabu, umesimama kwenye mashua ya pekee. Kitu cha pekee ni kusikitika. Musa mtumishi wa Mungu anasema, usipowasamehe nifute na mimi. Wewe unaweza? Sio rahisi. Mtu akianguka pengine ni kuzama, huyo tadhani mtu kasimama kwenye lulu. Kwa kusema hivi, sisemi kwa maana ya kupepea dhambi ya kutetea maovu, hapana. Nasema kwa ajili ya neno la uzima. Musa anasema, kama huwasamehi na mimi ondoa. Wewe ungeweza, mimi ningeweza. Ndio utumishi huo, ndio utu wa Mungu huo, na ndio tunuie kubadilika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunapoingia katika Ufunuo, katika Ufunuo 13 mstari wa 8 unasema, na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Watu wote wakao juu ya nchi watamsujudia. Lakini ni kila yule ambaye hakuandikwa jina lake katika kitabu hicho. Msikitoe, kibaki hapo kwanza. Kinahubiri na chenyewe. Sio chenyewe, lakini ni mfano. Kuna watu wanaohubiri, wanaofundisha kwa kuingia sana kwenye unabii katika ufunuo wa
Hana mpaka wakati mwingine wengine wanaleta na tarehe na kukisia na majira na kuaminisha watu na kuambia msilime, msifanye biashara, Yesu yu karibu, mnyama ni yule pale. Na mpaka majira huko ya nyuma nimewahi kusikia wakasema na yule mnyama 666, wakisoma na maandiko yapo yanayosema yule mnyama aliyepigwa jeraha la mauti na likapona, na wakapointi ni huyo Papa John Paul. Bwana Yesu asifiwe. Tunapitiliza sasa, mbona siye mnyama? Mbona yupo? Sijasikia hata wanatubu. Wamesema uongo kwa kuaminisha watu na kwa kuwavuta watu. Tupende mafundisho yaliyonyooka. Tusije tukawa tunadaka tu. Ukafikiri kwamba huku AIC hauli ukashiba, huko ndio haleluya haleluya haleluya. Zingine mbwembwe ni za mnyama anaingia ndani ya mwanadamu. Neno la Mungu, neno la uzima ndiyo kweli na ndiyo hili. Kitabu cha Ufunuo ni kitabu makini sana. Sio cha kuendea hivi. Ni tangu sura hii ya 13 mstari wa kwanza, ukiangalia, ukichunguza vizuri, anasema Yohana huyo, kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Na yule mnyama niliyemuona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti. Wenzangu wakasema ni Papa John Paul. Na pigo lake la mauti likapona. Wakasema ni yule papa alipigwa risasi akapona. Uongo mtupu. Dunia yote ikamstajabia mnyama huyu yule, wakamsujudu yule joka, kwa sababu alimpa yule mnyama uwezo wake. Nao wakamsujudu yule mnyama wakisema, ni nani afananaye na mnyama huyu? Tena ni nani awezaye kufanya vita naye? Naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru. Akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi 42. Akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake na maskani yake, nao wakao mbinguni. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa. Ndipo tunaupata mstari wa 8 unasema, na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudia, kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Mtu akiwa na sikio na asikie. Mtu akichukua mateka atachukuliwa mateka. Mtu akiua kwa upanga atauawa kwa upanga. Hapa ndipo penye subira na imani ya watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Siku za mwisho zinaendelea kusonga mpaka watawaambia na kwamba Kristo yuko pale. Na mpaka yapo madhehebu na watu tunawafahamu wanajiita wao ndio Mungu mwenyewe, na wanatengeneza miujiza na miujiza mingine feki.
na miujiza mingine kama miujiza lakini ya kishirikina, wakichukua ushirikina kwa washirikina kule Nigeria na mahala kwingine. Msitishwe, unaye Simba wa Yuda aliye na uwezo mkuu katika jina la Yesu Kristo, aliyechinjwa tangu kabla ya kuwekwa msingi ya dunia. Huyo ndiye mkombozi wetu. Nilisikia hatuna muda, una wimbo UVC nilimwambia hapa unasema Yesu mwenye kuanzisha, Yesu jemedali, Yesu mnaujua. Ni wimbo mzuri. Sasa nawaomba tukimbie kwa namna hii. Sitafafanua na kuleta mengi kwa hapo, ili angalau tuelewe tafsiri ya kihistoria na kinabii. Ni ngumu sana unabii, lakini kwa mantiki au kwa kanuni za kusoma za kitaalamu zinaitwa hermeneutics. Zinakuambia ukitaka kujua neno lolote, maana ya neno lolote katika Biblia, isome Biblia. Usijiulize kichwani. Ukilikosa kwenye mstari huo maana yake, endelea na mistari inayofuata na aya. Ukikosa katika aya hiyo, soma sura nzima. Kikosa katika sura nzima, soma sura zinazofuata na zinazotangulia. Ukikosa, soma kitabu kizima. Ukikosa, soma vitabu vingine vyenye mtindo huo wa kinabii au wa kihistoria au utalipata liko pale pale linafafanuliwa. Sasa watu wana majina yao, bahari ni nini, mnyama ni nini, vichwa 7, pembe, wanatoa kichwani. Lakini kila kitu kipo pale. Kwa mfano, bahari inawakilisha watu wengi, ama mataifa, ama lugha au jamii. Ndiyo maana ya bahari. Na mfano wake ni Ufunuo 17:15. Utakuta amefafanua neno bahari liko pale, lakini mtu mwingine atapeleka tafsiri yake pale. Ndio wanakula mweleka. Kwa hiyo bahari ni mataifa yenye msongamano mkubwa wa watu. Maana kwenye mstari unasema maji uliyoyaona hapo aketipo yule kahaba ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Ndio inasema hivyo 17 Ufunuo mstari wa 15 na kuendelea. Maji, hiyo bahari, maana yake ni hiyo. Halafu mnyama, wengine wanama ni papa fulani, ni nani fulani, ni sasa tuepuke hayo. Mnyama ni mfumo wa kisiasa au kiimla. Mara nyingi ni serikali au ufalme au taifa lenye nguvu. Ndiyo maana ya mnyama. Na hiyo ipo pale Danieli 7:17 na 23, utakuta maneno hayo. Wewe wanyama hao walio wakubwa 4 ni wafalme 4 watakao tokea duniani. Imeandikwa hivyo. Ufafanuzi uko hivyo. Na mnyama ni dola au mfumo wa utawala wa kidunia unaojiinua kinyume cha Mungu. Ndiyo maana yake. Ni mnyama yupi? Hujamjua bado, usibabaishwe. Na wakati mwingine huyo mnyama atajulikana akitokea kule, wale watamjua. Wewe utakutwa umekufa. Ni kihelehele tu. Na vichwa 7 ni wafalme 7 au utawala 7. Kwenye Ufunuo 17:10 ni sawa na milima 7 imeonyesha. Anasema vichwa 7 ni mamlaka 7 za kidunia au milima 7, kama vile mji wa Roma ulivyojengwa. Ndivyo ilivyo. Ukisoma pale unafafanuliwa. Pembe 10 ni ishara ya nguvu au wafalme. Danieli 7:24 amesema kwa pembe 10 ni wafalme au mataifa 10 watakaoibuka pamoja na huyo mnyama. Wengine huchukulia kama
mataifa ya Ulaya yanayotokana na dola la Kirumi. Wengine huchukulia wengine, lakini kuna watu watakuhubiri kama kwamba wao wamefunuliwa hayo. Sasa tukicheza na uzembe itakula kwetu, tutaanza kutembea kupeperushwa kama karatasi. Vilemba ni taji ambayo ni ishara ya mamlaka au enzi. Ni mamlaka ya kifalme juu ya mataifa 10. Ukifuatilia unaona makufuru ya majina yake, makufuru na majina yake. Kukufuru ni kujifanya Mungu au kudai kuwa una mamlaka ya Mungu. Mfano wake ni Marko 2:7 na Yohana 10:33 ni kukufuru. Makufuru ni mfumo wa kisiasa, kidini unaodai mamlaka ya Mungu au unaofanya au unatenda kinyume cha utakatifu wa Mungu. Kichwa kilichotiwa jeraha la mauti na kupona ni mfumo ambao alipoteza mamlaka au kusambaratika na kisha ukarudi tena katika nguvu. Mbona yule papa hakusambaratika mpaka amekufa, yuko kwenye madaraka, na walitoa kwenye mstari huu? Sasa hapo ndio niulize, nani mtaalamu, kuhanda au wao? Hapo tunaona kichwa kilichotiwa jeraha la mauti na kupona ndio huo mfumo. Na wakati gani mnyama yule atatokea? Ni kipindi cha nguvu za kidini, kisiasa, kuanzia karne ilitokea karne ya 6, karne ya 18, kama miaka 538 hivyo na kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wapendwa, tumesoma katika kitabu hiki. Sasa sio kama labda tutajifunza yote hayo. Nimefanya hivyo katika utangulizi huo, lakini sasa ni waombe. Wazo kuu katika ujumbe huu ni kwamba tujue kuna kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Tujue. Na nini kusudi? Kwa nini nikaleta ujumbe wa kitabu? Kwa nini kusudi? Nilipewa na Mungu kwamba Mungu anataka Wakristo tuishi kwa furaha maisha yanayoendana na mfumo wa usajili wetu kwenye kitabu cha uzima. Tuishi kwa furaha, tusiishi kwa huzuni, tusiishi kama washindwa vile, tuishi kwa furaha. Upo mfumo. Huko nyuma niliwahi kuhubiri kwamba usifikiri umekaa tu hivi kileja kwamba eti ni uwezo wako. Hapana. Kama hauko kwenye mfumo, basi unatakiwa uamke, uingie kwenye mfumo. Ninasemaje? Katika Warumi sura ya 8 mstari wa 29 hadi wa 30 imeandikwa, maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye, yani Yesu Kristo, aje kuzaliwa miongoni mwa ndugu wengi. Yeye ni mwana wa Mungu, na ukimwamini unafanyika mtoto wa Mungu. Na ndiyo maana katika Yohana ameandika kusema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina. Ingia kwenye mfumo kwa kumwamini Yesu Kristo. Na kumwamini Yesu Kristo, gia hiyo inasema, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kwamba alifufuka katika wafu, utaokoka. Ndio gia.
Ndio kuingia kwenye mfumo. Sio kunena kwa lugha shara. Sasa karabashora. Kunena kwa lugha sikatai. Lakini wananena yule aliye kwenye mfumo. Kama hauko kwenye mfumo. Lakini hata hivyo ni karama moja wapo ya karama zingine. Unaweza usiwe na karama ya kunena. Na pia mtu akinena kama ni peke yake, nyinyi wengine mtabaki kusikiliza, hamuelewi chochote. Ndio Paulo akasema, basi kama kuna watu wa namna hiyo, basi Roho alete afunue na mtu atafisiri. Anasema hivi na anasema hivi na anasema ili wote tuseme amina, amina. Sasa nani atasema amina? Wote hamjui. Ni maandiko. Paulo anasema, hatuna muda wa kusoma bali. Ndio hivyo. Tunafuata neno kwa neno. Kwa maana hiyo sasa, hili ndio kusudi tunapoingia kwenye mfumo. Na akasema wale aliowachagua hao akawaita. Hao aliowaita hao akawahesabia haki. Hao aliowahesabia haki hao akawatukuza. Umetukuzwa. Utukufu maana yake ni kule kuondolewa maisha ya dhambi na kifo. Antiokia walimba maisha ya dhambi na ni kule kufikia kilele kile. Bado sasa tuko kwenye dunia hii. Lakini unatembea umeshagongwa muhuri. Umeshatukuzwa already. Ndiyo maana ule mstari ukasema wote watamsujudia nani? Mnyama. Isipokuwa wale ambao majina yao yako kwenye kile kitabu. Wewe jina lako liko kwenye kitabu kama liko. Wewe hutamsujudia huyo mnyama na huenda hutamuona. Ni wasiwasi wako tu. Usifuate mafundisho potofu. Mimi mchungaji wenu huwa sitishwi. Ukiniambia akinihubiri ninalichukua, ninaenda kufunua Biblia nilionayo kulipitia. Kama ndio kweli, mimi ni mbeloya. Sio haleluya tapona njoo huko. Sometime wengine wanaenda kule Nigeria, wanatupa madude. Ukiyakanyaga mpaka upelekwe kwake. Unalielewa hili? Nyinyi si wavivu kuomba. Sala yako ni chukuru amina. Chukuru amina. Chukuru amina. Mungu pale nilipopelea Roho Mtakatifu atafikiriza, atatimiza. Hakuna cha namna hiyo. Chukua muda upone uwe mzima. Kukaa kwa mwana kondoo ni ushindi wala sio mzaha. Tunakuja kwenye mikesha. Part 2 inakuja. Part 1 imepita. Wewe hata part 1, part 2, sijui utakuwa na part ngapi kamanda? Sipange tu part. Sipange tu part kama zote. Lakini kuna watu watakosa zote. Yaani sawa, hiyo nayo imetoka. Sasa niwapeleke, tutaputa kwa ajili ya muda wetu. Na kusudia kufika kwenye hapo sasa, kwenye 7. Kesho yenye mafanikio kwako ni katika leo yako. Hivyo tenda leo mambo yanayoweza kuifanya kesho yako ing'are. Na neno kesho hapa ninamaanisha mwisho wa dunia na mwisho wa watu wote, wakati Yesu atakaporudi katika utukufu wake. Wapendwa katika Kristo, tuna wito sasa wa kuishi kwa furaha maisha yanayoendana na mfumo wa usajili wetu katika kitabu kinachoitwa kitabu cha uzima.
Pointi ya kwanza katika somo hili, kitabu cha uzima cha mwana kondoo, ni kuelewa majina maalum ya kitabu hiki. Majina maalum ya kitabu hiki ni pamoja na hili la kwanza, ni kitabu cha Mungu au kitabu kilichoandikwa na Mungu. Katika Kutoka 32:31 hadi 32 utapata pale imeandikwa kabisa kwamba ni kitabu kilichoandikwa na Mungu au kitabu cha Mungu. Maana Musa aliposema kama hauwasamehi unifute na mimi jina langu kutoka kitabu ulichokiandika. Kimeandikwa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo Musa ilikuwa ni agano la kale. Mbona anatambua kitabu hicho kipo? Mbona kinatambulika kwa Musa? Na ndiye mwandishi. Jina la pili kinaitwa chuo cha uhai. Zaburi 69:28 kinaitwa chuo cha uhai. Chuo cha uhai. Tunafahamu maana ya chuo. Sasa jamani, ninakimbia na muda sasa hapo. Ufafanuzi mwingine utajiongezea huko, maana mistari ipo pale. Jina la pekee ni kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Hiyo Ufunuo 13:8. Kitabu cha uzima cha mwanakondoo kimemilikiwa na mwanakondoo. Sasa ukirudisha ile nani ya kwanza, tutakiona picha hiyo iweka pale. Unakiona? Hata hiyo inatosha. Ukirudisha hiyo ndio kitabu chenye unaona mnyama pale yupo. Maana yake ni picha ya mwanakondoo. Yule mnyama ndiye yule aliyechinjwa katika Pasaka ya kule Misri, ambayo waliambiwa kila mtu aliyechinja huyo mnyama achukue ile damu apake, niangalie nisikilize, kwenye mimo miwili ya mlango. Mimo miwili tunafahamu frame za mlango, sio top. Mkono wa kulia kuna mwimo wa frame ndefu na mkono wa kushoto kuna mwimo wa frame ndefu. Kwa hiyo waliambiwa apake katikati na huku. Halafu na kwenye kizingiti cha juu. Ni wapi hapo? Pale kwenye ukiweka pale juu. Yaani damu wapake hivi na juu. Sasa nisikilizie. Ukichora hapo chini mpaka chini, halafu ukakata hivi, umepata msalaba, umempata Yesu Kristo. Ilikuwa ni picha ya Yesu Kristo huyo mnyama. Na ndiyo maana huwa ninasisitiza mimi, hasa katika matoleo, makosa yanayotokea wakati mwingine, anashikilia hela, wanaofundisha kwa mantiki ya kukurobu uweze kumpatia kipato, wanasema shikilia hiyo hela. Nena maovu yako yote kwenye hela. Nena. Sasa huyo inageuka kwa kafara hiyo hela. Shetani ni mjanja, tayari umekosea. Nena kwenye kafara ya Yesu Kristo, sio kwenye hiyo hela. Hiyo hela ni sadaka, lete kwenye sadaka. Maovu yako, shida zako, maumivu yako na nini, ni kwenye kafara ambayo ni Yesu Kristo mwenyewe. Usiyapeleke kwenye hela. Nakwambia hadi hela itakomboa, mwana kondoo atakomboa. Hiyo sadaka ni shukrani yako, sambamba na kuweka matatizo yako kwenye kifo cha Yesu Kristo. Usilogwe ukaanza mwaka huu Mungu umeshikilia hela, halafu nasema Mungu umeshikilia hiyo. Angalia, kula mweleka ni kidogo tu.
Sikatai na kuvuruga mafundisho ya sadaka ya ukombozi. Ni kweli unapotoa. Hata Yakobo alisema, Mungu ukinilinda njia yote ninayoenda, Mungu ukinipa chakula nile, Mungu ukinipa mavazi, Mungu ukiwa pamoja nami, nitarudi mpaka nikutane na kaka yangu Esau aliyekusudia kunimaliza, kuniua na hasira zake. Sasa wakati huo utakuwa umeshampoza kwa nguvu zako na utukufu wako. Pamoja na makosa na madhambi yangu, nilimnyang'anya uzaliwa wa kwanza kwa hila, nikamnyang'anya baraka kwa hila. Amekasirika, ni haki yake. Anataka kunifuta, ni haki yake. Mwenye makosa ni mimi, lakini ukimpoza hatimaye nitarudi. Wewe ndiye Mungu. Adui yako yeyote usigombane naye. Mwambie Bwana, simama na Bwana. Sipanue mdomo wako, utachafuka bure. Mwambie Bwana. Yakobo alimwambia Bwana, na alirudi kweli akama. Ndio akasema, ndipo wewe utakuwa Mungu wangu, na kila utakachonipa nitatoa 1/10. Kafara yake ilikuwa Yesu Kristo. Kipindi kile hajakuwepo. Kwa hiyo tusije tukakiuka tukaacha kutoa. Mchungaji amekataa kutoa. Nadhani utanielewa kwenye kakorido hako. Kwa hiyo mwana kondoo ndiye anayestahili kubeba maumivu yako, kubeba dhambi zako, kubeba shida zozote. Tamka mwana kondoo. Usitamke hela, usitamke vitu, usitamke. Sadaka iliyokuwa inategemewa ni mwana kondoo yule pale. Na ndio waliyefanya nini? Wakaweka huku damu. Kichora ukiteremsha anapatikana mwana kondoo ambaye kumbe alichinjwa kabla hata ya misingi ya ulimwengu. Amechinjwa mawazoni mwa Mungu. Na ndio maana nikasema, kesho yako, mafanikio yake yako leo, katika leo yako. Kwa hiyo kama leo yako utajivuruga, kesho yako hautaishona. Na hii inayosema umweke mahali pema peponi, kama leo yake, kesho yake hiyo ya peponi hajaifanya leo, unamtania Mungu. Yeye anafuata haki. hata umkomvisi. Maandiko yanasema kwamba hakuna mtu anayeweza kukomboa nafsi ya mtu na kaburi na mauti. Nafsi ya mtu ina gharama. Mungu akishamtwaa anahesabu herufi zake zote kuliko wewe. Ndio maana wenzetu wakasema, tulimpenda lakini Mungu alimpenda zaidi. Ndio maana anaitwa marehemu. Unajua maana yake marehemu? Linatokana na rehema. Mtu aliyerehemiwa. Yaani rehema na neema ni vitu viwili tofauti. Neema ni stahili anayopewa mtu bila kustahili kimatendo yake na kisifa yake. Lakini rehema ni huruma anayotendewa, jambo la huruma, la jambo jema analotendewa mtu ambaye alistahili adhabu. Badala ya adhabu anarehemiwa. Kwa hiyo mtu anapokufa imekomea hapo, amerehemiwa. Maana yake mengine anayabeba Mungu, anamjua Mungu. Kwa nini alimleta, alimweka kwa muda gani, anajua amemtoa kwa muda gani. Hata kama atalogwa, mlozi wake
ni yule atakayemroga Mungu amemrehemu saa hiyo. Ukijifanya hajarehemiwa, hajafika saa, akakutishia Mungu, akakuzuia na wewe unaenda tu, hata kupiga kidevu kwa utaanguka chali. Kwa hiyo usicheze na nafsi ya mtu. Nafsi ya mtu ina thamani sana. Mwana kondoo wa Mungu amechinjwa, amenunua, umenunuliwa, na anakufahamu. Hata kama utakandamizwa na pepo, hata kama utafika mahali utakutana na majambazi wakakukata sikio, kweli likakatika ukawa bila sikio, usiseme kwamba Mungu amekuacha. Labda hilo sikio amelikata ili kwamba ujifunze. Unasikiaga sana na unatoa. Anaweza akakumesua kwa sababu anakupenda ili akushikilie. Tuepuke makosa. Unajua mtoto ukimpenda hautamwacha ameze wembe. Mtoto unampenda, eti unamkuta kakosea anatafuna kinyesi cha mtu, eti unamuongeza tena kingine. Wewe huna upendo. Utamnyang'anya, unampenda. Wakati mwingine kamnyang'anya na kafimbo chwa. Umekasirika kidogo, kumbe kalikuwa kana mwiba. Unaona tena amevuja damu hapa. Unachukua tena nani shija, hebu nani kwenye nani yenu uko vipi, kwenye kiti yenu, unaanza kumkanda tena. Hukusudia kumuua. Na Mungu ana viboko vyake. Ukijichanganya, usipojielewa hakuachi. Akikuacha maana yake jina lako halimo kwenye kitabu chake. Unasubiri moto. Wale wanaosubiri moto wakati mwingine huwa anawaacha tu, anawaacha. Jichanganye wewe kidogo tu, pia baba yako yuko pale, anakujua, anatujua. Mimi nishasema likija wazo lolote na baya, viboko nitakavyo vipata kwa baba yangu nitavivumilia kweli. Nikikatwa mguu hapana, ni muoga kweli. Kwa hiyo kitabu cha mwana kondoo nimenani hapo. Jina la 4 hapo ni kitabu cha uzima, Ufunuo 20:12. Hayo ni majina. Sasa pamoja na majina haya yanayohusu hiki kitabu kimoja tu, kiuhalisia majina hayo ni maelezo ya kimafunuo kuonyesha kuwa Mungu anafahamu na ana kumbukumbu juu ya mambo, na anawajua watu wote walio wake wote. Kwa hiyo mtu kuandikwa jina lake katika kitabu hiki ni ina maana ya mtu kupokea uzima wa milele kwa imani juu ya kifo cha Yesu Kristo. Kufutwa ni mtu kupokea hukumu ya milele siku ya kilele. Siku wengine wanatukuzwa ambao walijulikana na Mungu, ambao walichaguliwa na Mungu, ambao waliitwa na Mungu, wakahesabiwa haki na wakatukuzwa kiroho. Kilele chake kinapofika, wengine wanaongozana kwenda uzima wa milele, wengine kwenye hukumu. Musa akasema, naomba uwafanye nini? Uwasamehe. Usipowasamehe na mimi nifute. Alikuwa na nia njema. Usitake kwenda mbinguni peke yako. Ukamwona mwingine, mimi naenda kanisani, unajijali mwenyewe kanisani, nani atakujua huko? Mungu akasema, wewe umekuja hujawaamkia hata watu. Unakuja na kabaraka kamepungua juu. Usimpite mtu bila kumkaribisha.
Usimpite mtu bila kumuongelesha na kutaja mwana kondoo. Hata kama hujui injili, hiyo simple itazidi mtu anayehubiri haleluya haleluya amejichanganya. Hiyo ya kwako ni bora kabisa, na atamuokoa mtu kwenye hiyo ya kwako. Hata hujui kuelezea vizuri, kuelezea, jikaze tu, Roho Mtakatifu atakuongoza. Punguza yale mbwe na maneno mengine. Mkifika mna maneno mengi hata hujataja Yesu hata siku moja, hata katone tu. Wewe umenunuliwa, umechaguliwa. Uchoyo basi huo. Mwaka huu tuhubiri injili. UVC, kazeni buti. Wakikosa wahubiri atajitokeza humo. Nendeni mkapange Marago, sijui Machimbo, sijui Segerea, wakaribisheni, piga injili. Hizo voko ni injili. Hayo mnayoimba yatawagusa watu. Antiokia. Siende Lindi tu. Siende mbali sana. Na hapa karibu sana. Mfanye injili. Mwaka huu tusiwe na masihara. Eti kutegea kukaa tu. Ametokea wapi? Mbeya. Ametokea. Sikatai. Pigeni vigelegele na mimi nitapiga na cha kwangu kimoyo. Sio kama nakata. Msiseme naponda. Hakuna. Lakini na wale mnao wafuata kwa ajili ya neno wanakuja. Tutaruka kama ndama. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio injili. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, sasa kinachofuata, tuone walioandikwa majina yao katika kitabu hiki. Ni wenye haki wasioabudu sanamu. Kutoka 32, 31 na 32 ndipo hapo tumeona wanaandikwa. Lakini hawa wanapaswa kuishi kwa furaha kuu. Luka 10:20 inasema kwamba Yesu alipokuwa amewatuma wanafunzi wake kwenda kuhubiri injili, walipofika huko kwa jina la Yesu Kristo, wakawa wanafukuza na mapepo wanafukuza pepo. Waliporudi wanatoa taarifa, hawakusema chochote. Bwana, na mapepo yanatutii. Na watu wanapenda sana kufukuza mapepo. Toka kwa jina la Yesu. Halafu anamkaba yuko kwenye koromeo, wewe toka. Amesahau anaumiza koromeo la mtu. Wengine wanakimbilia tumboni. Mwanaume anakimbilia tumboni, anakimbilia sehemu nyeti. Hapana. Tujazwe Roho Mtakatifu tunapohudumia. Toka katika jina. Hapana, twende kwa Roho Mtakatifu. Utamuumiza. Ukimfinya wengine, mimi wapi kuona. Yaani ana kama kumfuza kichina vile. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina. Baada ya kumaliza, unajisikiaje? Ninaumwa tumbo. Atatoka tu. Anaumwa makucha yako. Sema kweli. Tuelewane hapo. Huduma zingine tuwe makini. Na makucha yanaumaga. Pepo linatoka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Toka. Ni ule upepo, ile sauti ya jina la Yesu ndio linatoa. Sio makucha yako. Wengine wanani ndio imetokea na style. Mwachieni, niachieni. Anampiga kwa jina. Hizo ministry msikimbilie sana. Hii ndio AIC. Tusije tukaumiza watu. Mtu anaweza kuogopa hata huduma yako. ya hiyo. Wengine tu unawekewa na limaki. Na luninga hapo. Kenya wanakuona. Bili wanakuona. Utakapojitambua wananiona ama wananionaje?
sometime tuangalie na utu. Wewe mwenyewe mwingine ukiambiwa simama hapa unashona cherehani. Nguo hata haionekani. Lakini ndio hivyo tena. Sasa hiyo injili kwa kweli, sawa kwa sababu haitokei kwangu, ingetokea kwetu tungeipinga. Ila ni wale ambao matendo yao yametimilika mbele za Mungu. Ufunuo 3 mstari wa 2, wa 4 na wa 5. Na ni wale wasio wanyonge, wasiofanya machukizo na waongo, sio waongo. Hao ndio walioandikwa katika kitabu cha uzima. Na uzima wa milele ni kumjua Mungu na kushikamana na Mungu katika upendo wake. Tusubiri part 2 na waombea sana vijana, mbarikiwe sana. Mnanibariki sana, mnajitoa kwa kazi ya Bwana, na kanisa kwa kweli na wapongeza pia. Mko vizuri. Kwa kweli mimi sijaona bugu za kwa kweli tangu nije kwamba sijaishi hata kwa hofu hapa. Sijaishi hata kwa hofu. Naishi kama kawaida. Sehemu zingine unaweza naishi kwa hofu. Kujiachia sana, watu kama pilipili. Sio kanisa la Ukonga. Mbarikiwe sana. Wale wasioandikwa majina yao ni kina nani? Ndio watakao muona mnyama, yani mpinga Kristo. Na Kristo na kugundua ajabu zake. Mpinga Kristo watamuona. Wale ambao hawajaandikwa. Sasa wewe utamuonaje? Umefunikwa na damu ya Yesu. Ajabu zake utazionaje? Ndio Ufunuo 17:8 inasema hao ndio watakao hukumiwa katika lile ziwa la moto. Ndio watakao muona. Wapendwa, ninapenda nifikie hitimisho. Nilikusudia kufika saa 4:30. Maana kuna mambo mengine yapo. Ninapenda nihitimishe ujumbe huu wa kitabu cha Mwana Kondoo kwa kuwasihi kila mmoja wetu ajue kuwa kuna kitabu cha uzima cha Mwana Kondoo. Ajue kipo. Tumeona majina yake na tumeona yote. Na kwamba kila mmoja wetu ajue jina lake limeandikwa humo, na hivyo aishi kwa furaha kuu katika maisha yanayoendana na mfumo wa usajili huo kwenye hicho kitabu. Yani kwamba Mungu anawajua walio wake wote. Anakujua. Pia kila mtu asitishwe au asitishiwe chochote na mtu yeyote kwa mafundisho yasiyo ungwa mkono na Biblia. Tujihadhari. Wapendwa, kitabu ni kimoja na ni mfano wa maelezo ya kimafunuo ya kwamba pengine usitarajie kwamba utakuta kitabu Mungu ameandika kama vile. Atatufunulia kujua baadaye. Lakini ni maelezo ya kimafunuo kuhusiana na Mungu. Ana kumbukumbu na anajua kila mtu. Ngine alikuwa anapinga maombi ya pamoja. Eti wanasimama wanaomba, Bwana kila mtu na Mungu anasikia nani sasa? Huyu anaomba, huyu anaomba, huyu anaomba. Sawa, omba mmoja. Na Marekani wapo wanaomba. Morogoro wanaomba. Na kule Lindi wanaomba. Kwa hiyo anasikia ya nani? Kwani mnastopisha? Sasa Ukonga tunaomba mmoja, simamisheni wote, simamisheni. Watu tunafanya hivyo. Ni stahili tu. Kitu hasa unapoomba, unapotoa neno, unapowatakia wapendwa kama hivi, cha kwanza uwaheshimu na kuwapenda.
nasema mimi ninawaheshimu na ninawapenda. Sileti mbwembwe za kuwadhalilisha. Mimi ninajiona wa pili, wa kwanza ni ninyi, pamoja na kwamba ni mchungaji. Uchungaji wangu haungekuwa kitu. Hivi unaweza kuitwa mchungaji bila wachungaji au bila kundi, eti ukaitwa mchungaji na ukalimiliki hilo jina kwa furaha kabisa? Sitakuwa chizi. Utaitwaje? Kila jina lina maana yake na tukio lake. Sasa hao ambao ni ninyi mnafaa, najiona mimi ningekuwa kama nyinyi, ningekuwa kama fulani. Hiyo ndio furaha yangu. Kamwe hakuna mtu anaweza kuzima upendo wangu kwake, nisimpende hata kama ingekuwaje. Kwa hiyo mimi nawapenda. Ninaomba tupendane. Majina yetu yameandikwa kwenye kitabu cha uzima. Mpende jirani yako pale ulipo, mpende pale ulipo. Katika kwaya UVC pendaneni. Mpiga vyombo umpende, mwalimu umpende, mwimbaji umpende, soloisti umpende, nani umpende. Yani usikumbatie upendo, mpe mwingine. Atakupa wakoko na utupa mpira na utupa. Yani upendo haumilikiwi. Ni kama pasi ya mpira, usimpasie halafu kauzima ukatulia nao. Watakuchukia ukifungwa. Upendo ni mpira ambao piga, pokea. Kwa hiyo tubadilike katika habari hiyo, tuimarike. Kwa hiyo ninaomba tusimame hivyo. Lakini pia Antiokia ni hivyo. Yani ninatarajia mimi timu iliyo hapa, kwaya zilizo hapa, msiseme hivi tuna kwaya 2, eti tunajua ninaposema maana yake. Sifuti watoto na kwaya kuu, sawa? Tunakutania hapa, lakini tuna kwaya 2. Ninatarajia kwamba kanisa katika kwaya na kwaya katika kanisa tutakuwa harufu ya kutosha, nzuri. Na kila watu watataka, tunaomba mje hapa, tunaomba hii kwaya mpaka tutachoka hata kuzuia. Jamani, tuachie sasa. Kila nani mnasinzia, barua imekuja, ile imekuja. Sitachukia. Najua ndio Mungu anatenda kazi. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame na tuombe.